tia shaka juu ya kampeni ya Chadema ya no reform no election ni tabia ya siku zote ya baadhi ya Watanzania pale ambapo yanakuja masuala mazima ya harakati au masuala ya kiharakati. Historia inaonyesha kwamba huko nyuma kwamba ukichukua Chadema hii kuanzia miaka ya kuanzia mwaka 2008, 9, 10 njoo mpaka 2014 hapa walikuwa na nguvu hiyo na kufanya hivyo. Tuliyaona yalikuwa yanatokea Mbeya, Arusha, lakini mara baada unaweza kusema waliathiriwa na mwelekeo mpya wa rais wa awamu ya 5 Daktari John Magufuli. Ile nguvu sasa ya maandamano ya kiharakati, maana kuna maandamano na kuna maandamano ya kiharakati. Maandamano mengi ya kiharakati tumeyaona mara ya mwisho hapa Tanzania kwenye utawala wa Rais Kikwete. Si Chadema tu waliofanya, ile HRC wakina Helen Kijo Bisimba wamewahi kufanya, na hata migomo mingi ya kiharakati kama ya walimu na madaktari tumeiona huko. Lakini kuja mwaka 2015 mpaka sasa hatujashuhudia hayo mambo, maandamano ya kiharakati na migomo ya kiharakati. Hata maandamano ambayo Chadema wamefanya mara ya mwisho walisindikizwa na polisi. Ya mwisho kabisa ambayo walifanya tuliona mwitikio ulikuwa ni mdogo, kufika hata 10%, lakini mwitikio kwenye social media unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo alichokisema Nusrat ambacho nimekielewa ni tabia ya Watanzania kwamba wana uhakika uchaguzi utakuwepo, kwa sababu historia inaonyesha kwa miaka 10 iliyopita hakuna maandamano ya kiharakati ambayo yamefanikiwa kwenye nchi, na hata pale ambapo wanaofanya maandamano ya harakati walijaribu kufanya pia kufanikiwa. Operation Ukuta unakumbuka ile ya Chadema haikufanikiwa. Maandamano ambayo yaliwahi kuandaliwa na dada Mange Kimambi yalipata umaarufu mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Maandamano yuko Marekani. Ila kwenye mitandao unaona ile nguvu. Of course, mitandao sikule kaka, kule si kawaida. Sasa ndicho ambacho wanakisema Nusrat kwamba Watanzania wamekuwa wazuri sana kusapoti jambo bila kutokea. Kusema na kuandika hilo linawezekana, lakini kwenda physical sasa na Zungu ukiwauliza, ukifanya research ndogo ya kuwauliza Watanzania kwa nini wamekuwa wakifanya vitu hivyo, mara nyingi wamekuwa wakisema kwamba wanaotuhamasisha huwa hawafiki. Na sasa hivi hiyo sababu haipo, kwa sababu mara ya mwisho Mbowe kaenda na mtoto wake, lakini Watanzania ambao ni wafuasi wa Mbowe sasa maana yake ni nini? Hawakutokea. Sasa hii maana yake ni nini? Kitu kikifanyika mara nyingi sana kinakuwa kimezoeleka. Si umenielewa? Kinazoeleka. Hata ukifanya tofauti mara moja inakuwa haina nguvu kama ambavyo zile mara nyingi zilivyokuwa. Ni kweli anachozungumza Zungu, Mbowe alienda na mtoto wake akakamatwa na vitu kama hivyo, lakini mara nyingi nini kimefanyika? Mara nyingi waliokuwa wanahamasisha maandamano walikuwa nje ya nchi au walikuwa wamejifungia majumbani kwao ili waweze kwenda. Kwa hiyo mtu akija leo hii akasema kwamba akatoa kauli aliyotoa Nusrat, anamuelewa kwa sababu Nusrat ameenda mbali zaidi, pia ameenda kwenye takwimu kwamba kuna watu wanahamasisha watu wapige kura milioni 15 ili wazisign kwamba ionekane kwamba hawa watu hatuhitaji kweli hili jambo. Lakini kwenye uhalisia ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2020 watu waliojiandikisha kupiga kura walikuwa 29,754. Tolea mfano uchaguzi wa 2019. Ndakuja tu kokote Zungu. Watu waliopiga kura walikuwa milioni 20, watu ambao walijiandikisha walikuwa milioni 29,754,699, wakati watu waliopiga kura walikuwa 15,000. Sio kama unaelewa? Walikuwa milioni 15,900,100, milioni 15,900,195. Sio umeelewa? Hao ndio watu ambao wafanya nini? Walipiga kura. Sawa watu ambao waliipa kura Chadema, watu ambao walichagua Chadema walikuwa watu 1,933,271. Umeelewa? Waliopiga kura milioni 15
91,950, wakati watu ambao wameichagua Chadema ni milioni 1,933,271. Alichozungumza Nusrat nafikiri pia kapita huko. Kaangalia hizo takwimu kwamba watu wanaowashabikia majukwani wanakuwa watu wengi, lakini wakienda kwenye uhalisia wale watu wanafanya nini? Wanapotea. Si umeelewa vizuri? Morning Bantu.